Kiri wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu Peter Kibatala amekemea vikali tukio la kutekwa na kujeruhiwa kwa kada wa chama hicho Mdude Nyagali, huku akilitaka jeshi la polisi nchini kuboresha viwango vyao vya kiintelijensia na utendaji kazi ili kuzuia matukio ya aina hii yanayoendelea kutokea nchini. Akizungumza siku ya Jumamosi mkoani Dar es Salaam kwa niaba ya mawakili wanaomtetea Lissu katika kesi mbalimbali, Kibatala amesema hatua ya watu wanaodhaniwa kuwa na mamlaka kuchukua mtu bila kufuata taratibu za kisheria zinazua maswali kuhusu usalama wa raia na weledi wa vyombo vya dola. Namna ambavyo Mdude amechukuliwa katika taifa hili ambalo jeshi la polisi linajinasibu kuwa na intelijensia mbalimbali, halafu mtu anakwenda kuchukuliwa huku kukiwa na taarifa za awali kabisa kutoka Mbeya zikionyesha kuhusu tukio hilo tishio dhidi yake, lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa kuzuia tukio hilo. Ameongeza kuwa video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha michirizi ya damu ndani ya nyumba ya Mdude zinaashiria matumizi ya nguvu kupita kiasi, hali inayotia wasiwasi kuhusu uzingatiaji wa haki za binadamu. Tunaomba na tunaona videos zikionyesha damu ambayo tunayaamini ni ya Mdude Nyagali, basi apelekwe kwenye vyombo vya sheria na tutashughulika na mambo hayo yote kisheria. Wale waliohusika ni watu wa chini kabisa kifikra na kimaadili. Ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuongeza ubora wa kazi zao, step up their game, na wasiegemee intelijensia kwa masuala ya kisiasa tu kama vile kesi za Lissu, bali waelekeze nguvu pia kwenye kuzuia mashambulizi dhidi ya raia kama Mdude au Padri Charles Kitima wa Teke ambaye pia alishambuliwa hivi karibuni. Hata hivi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilitoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo likikanusha kuhusika na kukamatwa kwa Mdude. Taarifa iliyotolewa Mei 2, 2025 ilieleza kuwa mke wa Mdude BCJ Mbugi Emmanuel aliripotiwa kuwa mmewe alivamiwa na watu wasiojulikana majira ya saa 2 usiku, wakamjeruhi na kumchukua kisha kumtelekeza ama kupotea naye kusikojulikana. Jeshi la polisi linapinga vikali taarifa zinazosambaa katika mitandao ya kijamii zinazodai kuwa askari polisi wamehusika. Tunaendelea na uchunguzi na jitihada za kumfuata Bwana Mdude pamoja na kuwabaini wahusika wa tukio hilo. Jeshi hilo limewahimiza wananchi kutoa taarifa zozote zinazosaidia kumpata Mdude au kuwabaini wahusika wa tukio hilo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.